Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumamosi, juma la 29, kipindi cha kawaida mwaka C, mwaka wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 8 aya ya kwanza hadi ya 11. Na somo la Injili natoka katika Injili ya Luka sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 9. Karibu tusikilize Injili. Wakati huo walikuwapo watu waliompasha Yesu habari ya Wagalilaya, wale ambao Pilato alichanganya damu yao na dhabihu zao. Akawajibu akawaambia, "Je, mwadhani ya kwamba Wagalilaya hao walikuwa wenye dhambi kuliko Wagalilaya wote, hata wakapatwa na mambo hayo? Nawaambia sivyo. Lakini msipotubu ninyi nyote, mtaangamia vivyo hivyo. Au wale 18 walioangukiwa na mnara huko Siloamu ukawaua, mwadhani ya kwamba wao walikuwa wakosaji kuliko watu wote waliokaa Yerusalemu? Nawaambia sivyo. Lakini msipotubu ninyi nyote, mtaangamia vivyo hivyo." Akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Akaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, "Tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu. Uukate. Mbona hata nchi unaiharibu?" Akajibu akamwambia, "Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye, vema; la usipozaa, ndipo uukate." Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, sehemu ya mafundisho katika Injili ya Luka inatupa ujumbe wa kutafakari unaosema Mungu anatupa muda wa kubadilika. Yesu anasimulia habari za watu waliouawa na Pilato na wale waliouawa na mnara wa Siloamu ulioporomoka. Watu walidhani waliouawa walikuwa wenye dhambi kuliko wengine, lakini Yesu akasema, "La sivyo, bali msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo." Yako mambo kadhaa ambayo tunaweza kujifunza. Jambo la kwanza, toba ni kwa wote, si kwa wachache tu. Yesu anavunja fikra kwamba maafa ni adhabu maalum kwa wenye dhambi fulani. Anasema wazi, sote tunahitaji kutubu. Mtu mwema au mbaya, tajiri au maskini, wote tunahitaji kurudi kwa Mungu kila siku. Leo Yesu anatukumbusha kuhusu toba na subira ya Mungu. Wakati mwingine tunapoyaona maafa au matatizo kwa wengine, tunadhani ni adhabu, lakini Yesu anatuambia, "Msipotubu ninyi nyote mtaangamia vivyo hivyo." Maneno haya si ya hofu, bali ni ya upendo unaotuonya na kutuita tuishi upya. Mafarisayo walikuwa wakitegemea ufahamu wa Agano la Kale kwamba mwenye haki hubarikiwa na mwenye dhambi ataadhibiwa. Hivyo walidhani kwamba hali ya mtu duniani inaonesha uhusiano wake na Mungu. Yesu alibadilisha mtazamo huo, na Yesu anatufundisha kwamba si kila janga ni adhabu ya Mungu. Wale waliouawa na Pilato au walioangukiwa na mnara wa Siloamu hawakuwa wenye dhambi zaidi kuliko wengine. Yesu aliwaonya watu wasihukumu wengine kwa majanga yao, bali watumie matukio hayo kama kumbusho la kutubu. Alionyesha kwamba maafa yanaweza kumpata mtu yoyote,
na hivyo kila mtu anapaswa kuwa tayari kiroho. Kwa hiyo Mafarisayo waliona majanga kama hukumu ya dhambi, lakini Yesu alifundisha kwamba ni nafasi ya kufikiri, kutubu na kuishi upya mbele za Mungu. Tukilitazama neno mnara katika Injili ya Luka, linabeba maana ya kawaida na maana ya kiroho. Lakini leo ningependa tutafakari maana ya kiroho ya mnara. Yesu hakutaka watu wajadili ujenzi wa mnara au sababu ya kuanguka kwake, bali maana ya kiroho nyuma ya tukio hilo. Mnara unawakilisha maisha ya kibinadamu ambayo yanaweza kuanguka ghafla, udhaifu wa dunia hii na ukumbusho wa toba ya haraka kabla mnara wa maisha yetu haujaanguka. Kwa maneno mengine, Yesu anasema kifo au janga linaweza kuja ghafla kama mnara ulivyoanguka. Kwa hiyo tubuni sasa. Jambo la pili tunaloweza kujifunza, Mungu ni mwenye subira, lakini si mwenye kupuuza. Katika mfano wa mtini, mwenye shamba alitaka kuukata kwa kuwa mtini kwa kuwa hauzai. Lakini mtunzaji wa bustani akasema, niachie mwaka mmoja zaidi, nitauchimbia, niutilie samadi, labda utazaa. Hii ni picha ya Mungu mwenye huruma na subira. Anatupa nafasi nyingine, lakini muda wa neema ni sasa. Mtini kuzaa matunda ni ishara ya maisha ya kiroho yenye matendo mema, upendo, msamaha, uaminifu na uadilifu. Toba ya kweli huonekana kwa matunda haya. Fikiria mwanafunzi ambaye kila wakati huweka ahadi kujirekebisha. Mwalimu, nitaanza kusoma kesho. Lakini siku zinapita, mitihani inafika na hana maandalizi. Ndivyo tunavyofanya nasi katika maisha yetu ya kiroho. Mungu anatupa nafasi nyingi kama mwaka mmoja na zaidi, lakini tunazidi kupuuza. Hivyo tunapoteza fursa ya neema. Yesu anatukumbusha kwamba toba si kwa wakosefu tu, bali ni safari ya kila mtu. Mungu anatupa muda wa kubadilika, na hivyo tuzae matunda ya upendo, imani na haki. Toba ni mlango wa matumaini. Tukiutumia leo, tutapata uzima wa milele. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Fratelli Emmanuel Bija wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo. Milele.